Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news. Fabidigo TV. Subscribe, like, share, comment, Fabidigo TV. Okay. Mambo vipi wadau wetu wa YouTube channel ya Fabidigo TV. Karibuni sana katika siku hii ya leo, siku ambayo tunataka tukuletee habari ambazo zimenukuliwa na kwamba Simba wahitaji refa ambaye anatoka nje ya nchi ili waweze kucheza na Azam CRDB Cup finali ambayo itachezwa huko Zanzibar. Yes, karibuni sana katika hatua nyingine ya habari ambayo imetufikia muda huu, nasi tumeipata muda huu. Tunataka tukuletee wewe mdau wetu ambao umesubscribe YouTube channel zetu, ambapo upo tayari kwa ajili ya kusikiliza sauti hii. Kitu cha kwanza, usisahau kusubscribe, kulike na comment habari hii ili uweze kupata habari ya ukweli. Pita zetu na katika kutafuta habari kwetu tumekutana na habari ambazo tumetumiwa ya kwamba uongozi wa Simba Football Club umetoa tamko rasmi kwamba hawamhitaji Ahmed Arajiga kuwa refa wa timu au refa wa fainali ya shirikisho, kombe la shirikisho litakalofanyika tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kombe hilo au fainali hiyo itachezewa huko Zanzibar visiwani Pemba, ambako Simba Football Club watakutana na Azam Football Club mida saa 11 ili waweze kuchuana na tumjue bingwa ni nani. Simba wameiandikia barua TFF kuambia mechi yao ya Azam Football Club finali ya kombe la shirikisho na la CRDB benki kuwa wako tayari kugharamia gharama ya mwamuzi kutoka nje ya nchi aje kuchezesha, lakini sio kuchezeshwa na Ahmed Arajiga ama mwamuzi yeyote yule ambaye amekuwa na makosa ya kujirudia mara kwa mara. Habari hii imekuja kwenu pale ambapo wewe unahitaji kujua ukweli wa fainali ambayo inaweza kufanyika mwaka gani. Lakini fainali hiyo ni mwaka huu 2025 na 26 tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026, ambapo tayari maandalizi yameanza kufanyika ili mambo yaende vizuri. Ni maandalizi ya kuelekea michuano ya kombe la shirikisho, mechi ya mwisho fainali. Hapa pametokea sintafahamu kwa viongozi wa Simba na viongozi wa timu nyingine kama vile Azam, wakiwa wanamhitaji Arajiga kwamba asichezeshe mechi hiyo, maana ameonekana kwamba akiwa na wanyonga Simba Football Club kila mara, ambapo sasa Simba wamehitaji ya kwamba wapo tayari kutoa pesa kugharamia ili waweze kumleta kocha au refa mwingine ambaye ni refa wa kimataifa ambaye atachezesha fainali ya Azam. Simba wanajua ya kwamba fainali sio kitu rahisi, lakini pia wakichunguza Azam kwamba wako vizuri, lakini pia wanaamini bora wafungwe kimchezo, lakini sio kwa makosa ya kibinadamu, makosa ya marefa. Kwa hiyo basi Ahmed Arajiga amekataliwa na marefa na viongozi wa Simba wapo tayari kufanya chochote ili kumleta refa yoyote kwa gharama yoyote. Kama TFF wanaogopa gharama ya kumleta refa, wao wanasema bora wamlete refa hela zikipitia TFF ili ijulikane ya kwamba huyo refa ameletwa na TFF, kwamba yani kuwe na kujulikana kwamba refa amechukuliwa nje ya nchi. Kama Simba afungwe kwa mkakati wa uwanjani, sio kufungwa kwa sababu ya makosa ya marefa. Hiyo ni kitu ambacho tayari kimeonekana katika uwezo wa Simba Football Club, akiwepo kiongozi wao mkuu Magoli na viongozi wengine kama vile wakina Mo Dewji na viongozi wengine kama vile wakina Murtaza Mangungu. Wameonekana kwamba hawapo tayari kuchezeshwa na refa huyo Arajiga ambaye ameonekana kila siku anawaaminya Simba na kutowafanyia vizuri kama vile vitu vinavyotakiwa kimchezo. Kwa hiyo basi kama alivyosema hivyo basi wamesema ya kwamba wapo tayari kugharamia gharama, lakini upande wa pili Azam Football Club wanasemaje?
Yes, Azam Football Club wenyewe kupitia msemaji wao wamesema Simba ni kazi yao kulalamika kila siku. Simba wamezoea kulalamika kama watoto wadogo ambao wamenyimwa chakula wajala siku 3. Ndivyo alivyosema kiongozi au msemaji wa Azam, meneja wa habari ya Azam amesema Simba ni kama watoto wadogo tu, kila siku wanapenda lawama, yani kwamba chochote watakachofanyiwa wenyewe ni lawama. Sasa kwa vile wenyewe wanahitaji kwamba refa wanamtaka wao, basi wamlete refa ambao wanamtaka wenyewe ili tu tuweze kuwafunga, nasi tukiwafunga tutakuwa tumefurahi sana kwa sababu ya refa ambao watamleta wao. Kumlalamikia refa kila siku Alajiga ni kitu ambacho ni kidogo sana katika mpira, ambacho hakiwezi kufika popote zaidi ya kufanya vizuri uwanjani. Refa amekuwa ni gumzo sana Alajiga kwamba anawabeba Azam au anawabeba Yanga, lakini Simba hawabebi. Kwa sababu gani wanataka kufanya hivyo? Kwa sababu ya kutia hofu kwa wachezaji wa Azam au na benchi la Azam kwamba wasijiandae labda wajiandae kwa migogoro ya nje ya uwanja ili wao waweze kutufunga kwa ndani ya uwanja kupitia hivyo figisu wanazozielezea wao. Hapo refa ameongea kwamba Alajiga sio mzuri. Je, wamchezeshe refa gani? Na kwa nini refa toke nje ya nchi wakati kombe la shirikisho ni kombe la ndani ya nchi ambayo ni CRDB, na refa Alajiga ni refa wa kimataifa ambapo hata kimataifa anachezesha. Kwa nini iwe hivyo? Ni kitu ambacho kilikuwa bado kinadaiwa na viongozi wa Azam kwamba viongozi wa Simba wamekuwa kama sio watu wakongwe kwenye mpira, wamekuwa ni watu wa lawama tu, baada ya kutafuta suluhisho jinsi gani waweze kuifanya timu yao iwe vizuri na iweze kuchukua makombe. Wenyewe wanatafuta sababu ambazo haziwezi kuwa nzuri na kuwa nzuri sana. Katika maisha haya tunaendelea kufanya hivyo kwamba ni kitu ambacho sio kizuri jamani. Tunaona sio kizuri kwa sababu zimekuwa ni lawama tu bila kujiandaa. Kila siku wanasema refa anapendelea huku, refa anapendelea kule. Je, wao hawapendelewi? Hayo ni maneno ya msemaji wa Azam ambaye amejinadi na kusema siku ya tarehe 4 lazima walichukue hilo kombe, na hilo kombe litaenda kutawazwa katika jiji la Dar es Salaam, kwamba wakichukua kule Zanzibar watakuja kulizungusha huko Dar es Salaam, kwamba wao lazima wawe na kombe. Na wanachokifanya pale ni kuangalia figisu zinazofanyika nje ya uwanja na ndani ya uwanja ili wachezaji wawe imara katika mpira huo. Maisha hayo yamekuwa ni maisha ambayo bado mpira unaonekana huko vizuri, kwamba Tanzania sasa tunaenda katika sehemu nzuri ya upinzani. Kama Simba tu wameanza kumhofia Azam leo na kuanza kusema labda Azam anaweza kuweka mkono fulani kwa refa Alajiga ili waweze kupigwa. Mimi nimefurahi kwa sababu Azam ni timu ambayo ilikuwa haiogopi. Kwa sasa hivi inaonekana Azam tena inaogopwa kwamba wanaweza kupoteza mechi hiyo kwa muda wowote. Nashukuru sana. Katika maisha haya bado tunaendelea kufuatilia michezo na kusi wewe ambao unasikiliza YouTube channel ya Fabidigo, lazima uweze kujua kwamba channel hii inadhaminiwa na Fabidigo ICT Solution, ambapo bango hilo linapita hapo. Unaweza kuona tunatengeneza na kufundisha vitu vifuatavyo: website design, tuna website design, network installation system. Yes, tunaweza kufanya CCTV kamera, kufunga na kutengeneza, tukutengeneza au kukufundisha. Lakini tunaweza computer maintenance and repair, kukutengeneza masuala ya computer. Lakini tunaweza kukufanyia masuala ya video production, computer graphic design. Lakini tunaweza kufanya basic computer application, tukakufundisha masuala ya Microsoft Word, Excel, masuala ya PowerPoint publisher na Microsoft Access. Tunaweza kukufanyia hayo yote. Kama wewe utahitaji kuwa na soko la kimtandao zaidi, digital marketing, tunaweza kukufanyia masuala hayo. Usisite kututafuta sisi kwenye namba zetu hizo zinazopita hapo kwenye kideo, lakini lipo kwenye bango hapo, namba zozote unaweza kututafuta, na tunapatikana jijini Dar es Salaam, mtaa wa Buguruni Sheri. Kama utakuja hapa sisi tutakupokea vizuri sana, tutasema asante sana. Na washukuru sana nyie wote ambao mnafuatilia YouTube channel yetu. Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news.